Bwana, tunajua kikubwa kinachoendelea sasa hivi ndani ya kikosi cha Simba Sport Club ni mchakato wa kutafuta mwalimu ambaye anaweza akawapeleka kwenye nchi ya hadi baada ya Fadlu Davis kutimukia kwenye klabu ya Raja Casablanca ya pale nchini Morocco, ambapo siku chache zilizopita tuliona Simba wakitoa taarifa ya kwamba hawataendelea na mwalimu wao ambaye alikuwa ni mkuu kwa msimu uliopita. Alimaliza timu hiyo kwa mafanikio pengine makubwa sababu ilikuwa ni msimu wake wa kwanza, na aliipeleka timu katika hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, jambo ambalo kwa Simba walilisubiri kwa takriban miaka 31 baada ya wao kufika katika hatua hiyo. Lakini ni kwa nini Simba anatafuta mwalimu pengine wa daraja kubwa zaidi ambaye anaweza akawafikisha kwenye nchi ambayo wanatamani? Kwa sababu ni kiu ya mafanikio ambayo wao wanayatamani. Last year ambao wamemaliza kwenye season hawakuwa na matokeo mazuri kiasi hicho. Tokeo la kwanza ni kupoteza mataji yote ambayo wao walikuwa wanashiriki katika kila tournament ambayo walipata nafasi ya kushiriki, basi walikosa matokeo mazuri. Maana yake hawakushinda trophy yoyote. Kingine naweza nikasema ni mwenendo wa timu katika matokeo ambayo wao walikuwa wanahitaji. Kuna muda timu ilikuwa down, haikuwa na matokeo yale ambayo watu wanahitaji ya high. So ukifikiria na ukiangalia, wanahitaji mwalimu ambaye anaweza akawapeleka kule ambapo wanaipohitaji kwa kiasi kikubwa. Na tukirejea kwa mwalimu ambaye anahusishwa sasa hivi katika sehemu mbalimbali na namna ambavyo sisi tumekuletea na uchambuzi huu, basi tutakuzungumzisha ama tutaangalia kwamba mwalimu huyu anakwenda kuwafaa vipi Simba na pengine wapi ambapo nafaa, na kwamba unaambiwa Simba bado wapo kwenye mchakato wa kutafuta kocha mpya. Miongoni mwa majina yaliyopo kwenye rada zao ni kocha wa timu ya taifa ya Madagascar, Rimold Rakatondaba, ambaye bwana ni kocha mkuu wa kikosi cha Madagascar ambacho kilifanikiwa kufika hatua ya finali kwenye michuano ya kombe la CHAN barani Afrika kwa 2024. Uwezo wake wa kufikisha timu mbali kwenye michuano mikubwa umefanya kuvutia macho ya wekundu wa Msimbazi, tunaweza tukasema hivyo Simba, kwa sababu wameona ni mwalimu ambaye pengine anaweza akawapa matokeo ambayo alikuwa anahitaji. Kama anaweza kufanya hivi kwenye timu ya taifa ambayo haipati muda mwingi wa kukaa kwenye misingi hiyo ama kukaa na wachezaji kwa muda mwingi, vipi akipewa timu ama club? Maana yake kuna sehemu ambayo anaweza kafikisha timu na ikafanya vizuri. Sasa swali linakuja, ama swali ni moja tu, je, ataweza kuifikisha Simba katika eneo ambalo wao wenyewe wanahitaji, ama ni mwalimu ambaye aliendewa na upepo mzuri akiwa chini ya Madagascar ambaye ilifika final na kupoteza? Kimsingi ukiangalia setup yake kuanzia hatua ya makundi ambapo alipoanza kucheza, unaweza ukasema ni tafsiri nzuri ya mwalimu ambaye tafsiri ya mwalimu mzuri. Maana yake ni kila sehemu ambapo amepita basi kumekuwa na matokeo mazuri. Eneo ambalo pengine sasa hivi tunamjaji ni eneo ambalo yupo Madagascar, na anaonekana ni mwalimu mzuri kwa sababu matokeo ambayo ameyapata akiwa na timu ya Madagascar, na mategemeo ya watu wengi hakutegemea kama anaweza akafanya vizuri akiwa na Madagascar. Maana yake performance ambayo ilionyeshwa na Madagascar 90% imechangiwa na mwalimu, 10% zimechangiwa na wachezaji. Uwezo mmoja ndio unaenda kugawanya kwenye hizo 10%. Maana yake tafsiri sahihi ni kwamba mwalimu ana uwezo wa kuorganize na wachezaji na kutengeneza timu ambayo ipo kwenye msingi bora ambao yanahitaji, kitu ambacho kiangalia kwenye timu ya Madagascar kwenye season ambayo imemalizika ya CHAN, moja kwa moja na kwenda kusifu juhudi za mwalimu ambaye alikuwa yuko kwenye timu ya Madagascar. Maana yake mwalimu amejua kutengeneza timu yake kwa picture ya tofauti, kuanzia kwenye level ya makundi, kuanzia kwenye level ya mitoano, kuanzia mpaka kwenye level ya final. Tulishuhudia level ya finali ambayo ipo Watson
ambayo ni tamu, namna ambavyo timu zote zilikuwa zina respectiana kuanzia kwa Morocco mpaka kwenye hatua ya mwisho ya Madagascar. The way walivyokuwa wanacheza Madagascar, licha ya kukutana na timu ambayo unaweza kusema ni heavyweight kwao, lakini walicheza kwa standard ya juu. Pengine unaweza kusema zinashabiana kwenye uwezo, lakini ni vitu viwili tofauti. Lakini ni kwa nini vilionekana vimeshabiana? Uwezo wa mwalimu hapa ndipo ambapo unakwenda kuonekana, juhudi za wachezaji ndipo ambapo zinakwenda kuonekana, lakini na aina ya performance ya mchezaji mmoja mmoja. Kwangu mimi, kwa muundo na matokeo ya Simba ambayo anahitaji kwa msimu huu, pengine ni mwalimu ambaye anaweza kuwafaa, sababu matokeo mazuri hayaji kwa siku moja, yanakuja kwa mchakato. Pengine na mwalimu naye akija kuna mchakato wake anapokwenda kuamini. Simba watafeli kwa sababu walienda na mwalimu wa kwanza pre-season, lakini hawakufanya naye matokeo akuja kwenye in general tournament ambazo Simba wanakwenda kuzishiriki. Amesimama katika mchezo mmoja tu ambao ni wa kiushindani, ambao nao ulikuwa ni hatua ya awali, ambao uwezo kuhesabia kwamba pase mwalimu alikuwa kwenye target za huo mchezo. Mengine kwenye akili yake tayari alikuwa na ofa mpya ambayo tayari alikuwa anajua baada ya muda mchache kwenye mchezo wenyewe ukimalizika basi na kwenda kutumikia.